Hili ni lisaa la pili la Mambo Leo, kipindi ni Mambo Leo, na sasa tunageukia katika kile kipengele cha mjadala wa leo. Na mjadala wa siku ya leo unasema kwamba usajili wa Peter Shalulile unaifanya Yanga kuwa timu ya kuogopwa zaidi. Wanayanga mko wapi? Cousin zangu kina Simba, njoni hapa. Eti nye mwatishika na Shalulile. Hata nye si mna Kaleso Magalwa. Wanawatishia vipi bwana? Njoni hapa mtiririke kama maji. Kama ule mto wa Ngengemkeni. Mto gani ule unaitwa jamani? Ngengemkeni mito mingi. Kumbe lile ni jina. Mje hapa mtiririke kama maji ya mtoni jamani, mniambie usajili wa Peter Shalulile unaifanya Yanga kuwa timu ya kuogopwa zaidi. Huo ni mjadala ambao tuko nao kwa siku ya leo, na usajili wa Peter Shalulile umekuwa moja ya habari kubwa zaidi katika soka la Afrika Mashariki. Kwa Kichaga wanasema East Africa. Peter Shalulile anatikisa anga. Ni mchezaji ambaye amejijengea heshima kubwa kutokana na uwezo wake wa kufunga mabao, kucheza kwa nidhamu na kuwa mshambuliaji anayefanya kazi kubwa hata bila mpira. Hivyo swali kubwa kwa mashabiki, wewe shabiki, cousin, wewe ndio naongea na wewe, acha kumwangalia mwenzako bwana. Swali la kujiuliza linasema, ujio wa Peter Shalulile utaifanya Yanga kuwa timu ya kuogopwa zaidi, au matarajio makubwa yatamweka pressure? Unajua namna anavyokuwa anazungumziwa Afrika Mashariki inakuwa kwa namna fulani inampa pressure. Hivyo ulishakuta ile unasifiwa, yani unaambia nyie mkimwalika Salome kwenye kula ni mlaji mzuri, alafu maskini ya Mungu sikio Salome anaamka tumbo liko vibaya, hawezi kula vizuri. Unafika pale unakula chakula hujafikisha hata nusu sahani, wakati wamesha kusifia unakuwa umewaangusha. Kwa hiyo namna Shalulile anavyozungumziwa kwa ukubwa, kwa hiyo watu wanatarajia matarajio makubwa. Kwa hiyo hii inaweza kwa namna fulani ikampa pressure kwamba what if sitafikia lile lengo, what if kama sitafanya kile ambacho mashabiki wanakitarajia. Kwa hiyo kwa namna fulani anapata pressure, lakini naamini Mungu atamsaidia bwana, atafanya vyema. Kwa nini usajili huu umepewa uzito mkubwa? Wewe unajua ni kwa nini? Unajua haujui? Njoo kazi, nisogea hapa nikuambie. Shalulile si mshambuliaji wa kawaida. Kwa miaka kadhaa akiwa kwenye ligi yenye ushindani mkubwa wa Afrika Kusini, ameonesha uwezo wa kufunga mabao kwa mfululizo, ameonesha kutengeneza nafasi kwa wachezaji wenzake, ameonesha kusoma mchezo vizuri ndani ya eneo la hatari, na vile ameonesha kutumia nafasi chache kuzalisha mabao. Huyu ni Peter Shalulile. Ndio maana mashabiki wengi wanaamini Yanga imepata mshambuliaji ambaye inaweza kumtegemea katika mechi kubwa za ligi na mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo Yanga wenyewe sasa hivi wanaona kwamba akija yale mashindano ya kimataifa wameshapata mtu ambaye ana uwezo wa kushambulia na ana uwezo wa kufunga kutokana na sifa zake hizi, kulingana na background yake ni kwamba ana uwezo wa kufunga mabao mfululizo. Lini jamani Shalulile anacheza? Tumechoka maneno, sie tuataka vitendo. Shalulile ataendana haraka na mfumo wa Yanga? Jibu ni ndio. Hoja ya kwanza. Sawa, wewe umesema hapana, haina shida, nitakuja kwenye hoja yako, lakini tuanze na hoja ya ndio. Wanaoamini kwamba Shalulile atafanikiwa kwa haraka, ataendana na mfumo wa Yanga, ndio, kwa sababu ana uzoefu mkubwa wa soka la Afrika. Amezoea pressure ya kucheza katika klabu kubwa. Mfumo wa Yanga umetengeneza nafasi nyingi za kufunga,
na pia akipewa huduma nzuri kutoka kwa viungo na mawinga atakuwa hatari zaidi. Kwa hiyo katika ile kutengeneza mfumo, katika kuzoea mfumo, inabidi pia chemistry yake na viungo na mawinga iwe nzuri, waendane kwa haraka, ili wakiwa pamoja basi mambo yanakuwa mazuri. Kwa mtazamo huu, Shalulile hata lazimika kubeba timu peke yake. Atakuwa sehemu ya mfumo ambao tayari unatengeneza nafasi nyingi. Hoja ya pili, tunarudi kwa yule Cousins alosema hapana, atahitaji muda. Kwamba yani Shalulile atahitaji muda ili aweze kuendana na mfumo wa klabu ya Yanga. Kwa kina Cousins ambao wanaamini hivyo, ni kwa sababu ligi ya Tanzania ina mtindo tofauti. Yeye ametokea South Africa kwa Madiba na sisi ni Tanzania. Kwa hiyo mtindo ni tofauti. Wale wanaosema hapana wanaamini katika hili, na wanaamini kwamba atahitaji kuelewana na wachezaji wapya. Na atahitaji kuzoea kasi ya timu, na vile vile mabadiliko ya mazingira yanaweza kuchukua wiki au miezi kadhaa. Kwamba mpaka azoee mazingira, azoeane na wachezaji, inaweza ikachukua wiki au miezi kadhaa. Kwa hiyo wale wanaosema hapana wanaona kwamba atachukua muda mrefu bwana kuja kuzoea kuingia katika mfumo. Okay? Na tukigeukia sasa, kwa hiyo wanaona si sahihi kumhukumu kwa mechi chache za mwanzo kama yule nani, kocha wa Simba alisema yeye hawezi kuwahukumu wachezaji wake mwanzoni kabisa. Waache waingie uwanjani, wacheze timu 2-3, alafu hapo sasa ndo anaweza akatoa tathmini. Huwa wanasema, kuna ile kauli ambao wanasema kosa si kosa, kosa ni kurudia kosa. Kwa hiyo unaweza ukamhukumu mtu ukaona hawezi, kumbe hujampa nafasi, right? Na imetokea umempa nafasi kwa mara ya kwanza akashindwa, ukasema huyu bora tu nimuondoe, mbona sasa nimempa nafasi, nimewaacha wengine walikuwa wazuri zaidi yake alafu ameshindwa. Hapana, mpe tena nafasi. Kwa hiyo akishindwa mara ya pili na mara ya tatu, basi hapo hauhitaji kushauriwa. Cousins, are we together? Shalulile atafunga mabao zaidi ya 20 plus katika msimu wa mwaka 2026-2027? Hili ndilo swali kubwa ambalo mashabiki pia wamekuwa wakijiuliza. Sababu zinazoweza kumsaidia kufikisha mabao 20 au zaidi ni kwamba Yanga huunda nafasi nyingi za kufunga. Jambo hili linaweza kumsaidia Shalulile akafikisha mabao 20 au zaidi. Ana uzoefu mkubwa wa kumaliza mashambulizi, ana uwezo wa kufunga kwa kichwa na miguu yote, kulia na kushoto. Na ukimletea kichwa basi anapiga kichwa. Ana nidhamu ya kufanya mazoezi na anaweza kufunga hata kama hajapata nafasi nyingi. Huyo ni Peter Shalulile. Changamoto ambazo zinaweza kumzuia asifikishe mabao 20 au zaidi ni majeraha, endapo labda tunajua uwanjani mambo yanakuwa mengi katika kucheza, au kubadilika kwa mfumo wa kocha. Kocha anaweza akabadilisha mfumo, labda mfumo alioanza nao akaubadilisha akaingia katika mfumo mwingine. Hiyo inaweza ikawa ni changamoto vile vile. Changamoto ya tatu ni kwamba kukosa huduma nzuri kutoka kwa viungo. Kwa hiyo viungo mnatakiwa muoneshe ushirikiano bwana kwa Shalulile, mumsaidie aweze kufunga hayo mabao 20 au zaidi. Kwa sababu hii haitakuwa sifa yake peke yake, pia inakuwa ni sifa ya timu. Yani ile sifa inayobebwa ni kwa timu nzima. Ikija kwa mtu mmoja mmoja ndio sasa tunamkuta yeye. Timu pinzani kumwekea ulinzi maalum. Hii na pia yenyewe inaweza ikamletea Shalulile pressure kwamba wanavyonisifia kwa ukubwa, jamani hawa wapinzani wasije wakanipiga kiwiko cha mguu. Mguu kateguka nikashindwa kufanya kazi. Uchovu wa kucheza mashindano mengi, hii ni changamoto nyingine ambayo inaweza ikampata na akashindwa kufikisha hayo mabao 20 au zaidi. Tukiangalia sasa pressure ya mashabiki, hii ndio changamoto kubwa. Ila mashabiki nyewe mnajua kuwapa watu pressure jamani. Yani watu wakisema wanakuamini kwenye jambo fulani, wanasema wewe tumekuamini, tumekuweka hapa.
macho yote yanakuangalia wewe. Mungu awasaidie jamani nyie. Ikitokea umeteleza kidogo tu, kuna watakao kuelewa, alafu kuna wengine yani wanakutoa kabisa katika mfumo wa akili yao. Pressure ya mashabiki, changamoto kubwa ndio iko hapa. Mashabiki wa Yanga wenyewe wanatarajia Shalulile afunge kila mechi. Yani kila mechi anayocheza wanatarajia afunge. Sijui una majeraha, una pressure, una stress, una nini, hawataki kujua. Wao wanachotaka ni mabao. Mashabiki wanahitaji awe mfungaji bora. Wanahitaji Yanga aisaidie Yanga kutoa ubingwa. Kwamba ikitajwa ubingwa, Yanga imepata ubingwa fulani, basi jina la Shalulile na lenyewe linatajwa. Alihusika kwa namna 1, 2, 3. Jambo jingine ambalo mashabiki wanatarajia ni afunge kwenye dabi ya Kariakoo. Hii dabi naisubiria kwa hamu mimi. Niwaone niwaone wachezaji wa Yanga na Simba waliosajiliwa wanavyopambana uwanjani, okay? Na mashabiki wanatarajia afunge kwenye mashindano ya CAF. Haya ni matarajio ambao mashabiki wanayo kwa Peter Shalulile, lakini soka si rahisi kiasi hicho. Hayo ni sisi tu tunavyokuwa lakini hata wewe si unaona jamani. Yani kuna jambo kuzungumza ni rahisi, lakini ingia kwenye vitendo. Jambo jepesi ni lile analolifanya mwenzako, lakini ukilifanya wewe ndio utaona ugumu wake. Ndio maana wanasema tusiwe wepesi kuhukumu, tuwe wepesi wa kuelewa. Yani jifunze kuwaelewa watu na sio kuwahukumu. Yani usiwe mtu, hivi mbona kafanya hivi, kwa nini? Ile hali ikikukuta wewe mwenyewe, unaweza ukafanya vitu vya ajabu kiasi kwamba hata yule uliokuwa unamuona anazingua, unaona kumbe alikuwa na afadhali. Alikuwa anajiweza. Kwa hiyo mchezaji anaweza kucheza vizuri bila kufunga kila mechi, lakini bado akawa ni mchezaji mzuri na anacheza vizuri. Na hiyo pressure inaweza kuwa kubwa kama mwanzo wake hautakuwa mzuri. Kama mwanzo amecheza timu 3, 4 hajafunga hata timu moja, alafu uwanjani achezi vizuri, hiyo inaweza ikampa pressure. Na sasa akishaanza kupata pressure mapema, anaweza akashindwa kuendelea kuhimili. Kelele zikiwa nyingi jamani. Ni sawa na ile unakuta mdada ameolewa, basi anakutana na familia yenye mawifi, wanaanza kelele. Hi cousin. Yanga itanufaika kama hafungi magoli mengi? Kama Shalulile hafungi magoli mengi, Yanga itanufaika? Jibu ni ndio, kwa sababu atafuta mabeki 2 au 3, atawaachia nafasi mawinga na atasaidia timu kupanda mbele, na vile vile atatoa uzoefu mkubwa kwa washambuliaji wengine. Kwa hiyo anaweza asifunge magoli, lakini bado timu ikafaidika naye kutokana na ule ushirikiano ambao anakuwa anawaonesha wachezaji wenzake. Kwa hiyo mchango wake unaweza kuwa mkubwa hata kama hafungi kila wiki. Kwa hiyo msitarajie, mashabiki wa Yanga msitarajie tu kwamba kila mechi atakuwa anafunga. Hata asipofunga bado ana uwezo wa kuendelea kubaki mchezaji bora. Anaweza asifunge, lakini akamsababishia mwingine akafunga. Kwa hiyo akawa ni njia mojawapo ya kusababisha ushindi. Niulize hili swali au niachane nalo? Haya bwana. Simba wanapaswa kuwa na wasiwasi? Iwapo Shalulile ataanza vizuri, Simba na timu nyingine zinapaswa kubadili namna ya kucheza ulinzi dhidi ya Yanga. Are we together? Kuna mtu yuko na mimi? Nasema hivi, iwapo Shalulile ataanza vizuri, Simba na timu nyingine zinapaswa kubadili namna ya kucheza ulinzi dhidi ya Yanga. Kodi hizo nawapa jamani, maana Yanga msimu huu mimi mwenyewe wananitisha. Lakini kama hatapata huduma nzuri kutoka kwa viungo au atachelewa kuzoea mfumo wa timu, faida ya usajili wake inaweza kuchelewa kuonekana. Sio kwamba haitaonekana, itaonekana, ila kwa kuchelewa. Kwa hiyo kwa kuhitimisha, katika huu mjadala, usajili wa Peter Shalulile ni wahadhi kubwa na unaongeza nguvu kwa Yanga. Hata hivyo mafanikio yake hayakutegemea jina lake peke yake, bali pia ubora wa huduma atakazopata kutoka kwa viungo, mfumo wa kocha, utimamu wa mwili na namna atakavyokabiliana na presha ya mashabiki. Swali kwa mashabiki, tukimaliza sasa huu mjadala, swali kwa mashabiki,
Okay, swali kwa mashabiki. Jamani, kuna mtu hapa amesema Mukapa anasema Simba wamefeli usajili. Hey, basi poleni Simba, mnaambiwa mmefeli usajili. Haikazin. Swali kwako wewe. Peter Shalulile atafunga mabao 20 au zaidi msimu huu akiwa Yanga? Au pressure ya mashabiki na upinzani wa ligi kuu Tanzania vitamfanya ashindwe kufikia idadi hiyo? Umesema nirudie swali. Sawa. Halafu ndio utatoa maoni. Hakuna shida. Je, Peter Shalulile atafunga mabao 20 au zaidi katika msimu huu akiwa Yanga? Au pressure ya mashabiki na ushindani wa ligi kuu Tanzania vitamfanya ashindwe kufikia idadi hiyo? Toa sababu. Hii ni katika kile kipengele cha mjadala wa siku, ambapo swali la leo limeuliza kwamba usajili wa Peter Shalulile unaifanya Yanga kuwa timu ya kuogopwa zaidi. Weka maoni yako hapo na sisi tutapita nayo, tutajifunza kupitia wewe.